Wiki kadhaa zilizopita nilikujuza kuhusiana na mkasa uliomkuta mwanamume mwenzio ambaye alikatwa uume na mkewe usiku wakiwa wamepumzika. Baada ya kutokea kwa tukio hilo, majirani na makelele waliposikia walimkimbilia na kuweza kumsaidia kile ambacho kwa wakati ule walikuwa na uwezo nacho. Lakini leo hii ameweza kupata matibabu ya awali ambayo ilikuwa ni kuweza kumsaidia kupata tu haja ndogo. Lakini kwingineko anasema bado hajaweza kupona kwa sababu hana uwezo wa kujisaidia kama hali ile ya kawaida, isipokuwa madaktari wamemwambia kwamba kwa wakati huu wametafuta namna tu ya kuweza kutoa mkojo kuja kwenye njia isiyokuwa ya kawaida ili kidonda kile ambacho kimeratibiwa kiweze kukauka, kisha baada hapo waendelee na matibabu ya kurudisha hali ya kawaida, isipokuwa kile ambacho kilikuwa kimekatwa masikini hakiwezi kurudi tena. Hii jambo haifurahishi kabisa, haifurahishi kwa mtu yoyote yule ambaye ananisikiliza kwa makini. Kama ingekuwaje wewe, kama wewe ndugu yangu ukakatwa sehemu ya mume wako usiku saa 7, alafu mtu akukata akunyonge na blanketi, unalia ndani lakini hamna msaada mpaka damu inakatika. Mimi ni Mungu tu ndiye amenilinda, na ukitaka kujua ni Mungu amenilinda, jaribisha uone, au sikata hata gusa tu na kiembe kidogo, ndio utajua nachoongea kwamba hapa maumivu iko. Kwa hiyo kama kuna ambaye ananisikiliza katika kitengo yoyote au katika idara yoyote, kama kuna namna ya kunisaidia nipate sehemu ya kukojua kama mwanaume mwingine, sio ile tena, kwa sababu ile imeshaisha, ile imeshayeyuka, ile haina kazi tena. Nipate mtu wote atakayenisaidia tu nipate sehemu ya kukojua.